Alokutuma uje hapa ndani. Ana alokutuma? Mama mwache. Wewe kelele uko mpumbavu nini wewe? Alokutuma uje hapa ndani nani? Alokutuma uje hapa ndani nani? Wewe? Mama usipige hivyo unaniumiza. Wewe? Mkoma. Tena wewe ndio ulempa chakula wewe. Alokutuma ule chakula hapa ndani nani? Alokutuma ule chakula hapa ndani nani? Hivi kwa nini wewe? Unaangalia hapo. Nyamaza. Hapo. Karibu mume wangu. Asante sana. Shikamoo baba. Marhaba. Hakika nafurahishwa sana na hiki ninachokiona hapo, sababu kinaonyesha jinsi gani familia yangu ilivyojawa na amani na upendo, hasa mke wangu kipenzi. Kuna wakati nakufanisha na Cleopatra, binti mfalme. Unajua hiki unachokifanya hapa, angekuwa mwanamke mwingine sidhani kama angekiweza. Mke mwenzio ni mchafu, harufu pia alionayo sio rafiki, lakini wewe hukuangalia hilo, ukaamua kumsogeza karibu na kumsuka. Hongera sana mke wangu, hakika najivunia wewe. Asante mume wangu, maana hichi ninachokifanya ni jukumu langu, kwa sababu ni kama ndugu yangu. Shadia mwanangu, Baba. unatakiwa uige upendo wa mama yako. Sawa. Upendo wanaitaga upendo wa agape. Alafu wewe alikutuma mpe chakula nani? Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda usifanye hivyo. Sasa unaenda wapi? Huko unapokwenda wapi? Njoo turudi nyumbani. Ale mawe. Wangu usirushima. Mimi ni mumeo ujue. Mimi ni mumeo. Sasa hayo michezo ya mawe utakuja kuumiza. Rudi nyumbani. Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo mke wangu. Naomba unisikilize basi. Mimi ni mumeo. Sasa unavonirushia mama ukiniumiza. Mke wangu hilo tofali. Hilo tofali. Utakuja uniumize. Achana na hayo michezo. Mke wangu. Kuna muda naumia. Kuna muda nalia. Mke wangu, usinichape. Mimi ni mumeo. Sasa mambo ya kuchapana mafimbo tena. Hebu twende nyumbani bwana. Acha mambo yako. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena. Tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Mimi mtoto wa chizi naumia, mama yangu ni kichaa. Hey, Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kichaa. Naomba mponye. Hivyo mpumbavu. Wewe ujasiri wa kumchukua ile chizi na kumpa chakula hapa sebuleni umetoa wapi? Wewe unavyomuona kabisa yule anastahili kula chakula hapa. Yaani mimi nimepika chakula ili wewe uweze kula. Au nawe unataka kunyima chakula? Si ndio? Sasa piga deki hapa pang'ae. Unanielewa? Piga deki hapa pang'ae. Alafu kingine, kile chakula mimi nilipika kwa ajili yetu tu. Sijapika kwa ajili ya yule. Kwa hiyo leo kwa kuwa chakula chako umempa yule, sasa wewe leo hauli. Unanielewa? Hauli ninavyokuambia.
Imfanya haraka huko. Hivi angalia nyumba yangu inavyonuka. Hivi hata ikitokea hapa mgeni wa ghafla tu amekuja hapa, hii harufu. Wewe tena naomba ukome. Si unanielewa, naomba ukome. Na kama ni bingwa mzuri wa kusaidia, subiri ukue, ujenge nyumba yako, jenza vichaa kibao. Alafu uwape huo msaada unaotaka wewe. Mshenzi wewe. Wewe. Mwanangu umepiga deki vizuri. Basi imeshatosha. Nenda kamwage maji hayo. Karibu mume wangu. Mume wangu. Vipi, mbona umerudi peke yako? Wewe acha tu mke wangu. Yalonikuta huko hayasimuliki kabisa. Kimekukuta nini? Nimejaribu kumkimbiza, kumtafuta pote huko, lakini kwa bahati mbaya akawa amenikimbia. Jamani mume wangu. Mimi si mmetoka hapa mmeongozana wote. Sasa imekuwaje umemkosa? Yaani mimi najuta hata kwa nini umeenda peke yako. Tungeenda wote tungempata. Haikuwa rahisi. Maana anachoma mafimbo, mara mawe, nikijaribu kumfuata ananitupia. Sasa kuna jiwe moja ilikuwa kidogo tu aweze kunipiga nalo. Nikaona hii usalama pia na uhatarisha. Nikajaribu kumpa gap kidogo. Hapo ndipo ilikuwa upenyo wa yeye kuweza kunikimbia. Jamani mume wangu. Asa hapa kwa tutakaa na amani kweli wakati mwenzetu hayupo. Basi twende tukamtafute. Twende wapi? Nilivyochoka hivi mke wangu. Acha tu nipumzike kwanza. Jamani mume wangu, sasa unapumzikaje? Unapataje nguvu ya kupumzika na wakati mke wako hayupo hapa? Jamani mume wangu, twende tukamtafute. Hatuwezi kumwacha hivyo hivyo. Nyanyuka basi. Amepotea, na sijui hata ameenda wapi. Twende. Shadia. Si tunatoka? Jamani mume wangu, basi twende huko. Mbona unakaa nyuma hivyo? Mimi hapa mwenyewe kichwa kinaniuma kabisa yani. Nilikuwa najaribu kumwangalia na huku, wewe labda akawa ipo huku. Twende huko basi. Yaani unajiweka nyuma, mimi nishajichokea zangu. Twende bana. Ona, turudi huko. Sasa tunaenda wapi wakati huko hayupo? Jamani, huko hayupo, huko hawezi kwenda, mtu ingeta mitaa hapo kati. Mke wangu, tunawezaje kurudi huko wakati huko ndipo tulipotoka? Mimi naona tuelekee huko, tunaweza tukampata. Jamani, huko hayupo, hebu twende hata mitaa hapo kati. Mimi najua huko hawezi kuwepo. Mimi mwenyewe nauma, afu tunahangaika tu, hata mimi nimeshachoka. Mke wangu, hivi wewe kabila gani? Mbona mbishi sana hivi? Nimekwambia huku hayupo, twende huko. Hebu tufike wakati tuelewane basi. Hebu twende huko mbele kwa mbele. Mimi twende huko bwana. Twende bana huko bana. Ndio hapo ndio hivyo mke wangu. Basi twende huko. Tusiende huko. Huko tunapotoka.
Twende tu. Basi twende huko tukamwangalia kama inaweza sawa. Sawa, tutachapa. Twende. Huko hayupo, twende huko. Sio mimi huko tena. Wangu nimechoka, siwezi tena kwenda kokote. Jamani, mume wangu, twende tukamwangalia tu hata huku, sio tuadije wenyewe nyumbani na kati hatujampata. Napokuambia nimechoka namaanisha. Kwa sababu gani? Tumeonyesha nia ya dhati ya kumtafuta, lakini tumemkosa, na hata Mungu shahidi. Sikiliza, ni bora tukaenda nyumbani kwanza tukapumzisha akili. Tukipata akili mpya tutajua namna gani ya kuweza kumpata kuliko kuendelea kumtafuta. Haya, sasa tunaelekea mtaa gani? Aliyakuwa mitaa yote tumeshaimaliza. Jamani, mume wangu, tunarudi vipi wakati hatujampata? Mimi sidhani hata kama chakula kitapita. Basi tumwangalie tu hata mara ya mwisho. Ni sawa, lakini najua jinsi gani una upendo na mke mwenzio. Swala ni kwamba sio kama hatujamtafuta. Tumemtafuta lakini tumemkosa. Mimi naonelea turudi nyumbani, hilo ndo wazo bora lilobaki kwa sasa. Basi sawa. Hapo tu ndipo napokupendea mke wangu. Wewe ni mwelewa. Nakupenda. Basi sawa. Na muda naumia, kuna muda nalia, sada sana, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi. Najua siku nzima umeshinda na njaa. Kwa hiyo nataka nikupatie matunda angalau upate. Sawa udugu wangu. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, sada sina, nahisi dunia imenielemea. Kula basi jamani. Yote kwa yote, nenda kapumzike kwa amani.
hata ulichokiona ole wako umwambie mtu yeyote. Ukisabu tu kumwambia mtu, nitakuua. Toka hapa. Hatari kwa kweli. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena, tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Yaani tumezunguka kwa madaktari, tumezunguka kwenye maombi kote kwa ajili ya kumshughulikia mkeo, lakini hamna kitu. Mgonjwa hali yake ndio iko vile vile. Mimi nilikuwa na ushauri. Ushauri upi wa mke wangu? Mimi nilikuwa naona tungehamia hata kwenye njia upande wa pili. Upande wa pili? Ndio. Unamaanisha nini kusema hivyo? Mbona bado sijakuelewa? Namaanisha twende kwa wataalamu. Yaani twende kwa waganga wa kienyeji. Mke wangu, madaktari bingwa waliosomea wakapata mavyeti na vyeti wameshindwa kumtibu mke wangu. Maombi mpaka sasa bado hajafanya kazi. Inawezekana vipi kwa mganga wa kienyeji? Lakini bado tunaendelea na maombi. Mimi niseme tu tuendelee kuwa na subira, atakaa sawa. Jamani mume wangu, itawezekana ndio, kwa sababu hata waganga wenyewe pia wanamtegemea Mungu. Hata maandiko yanasema kwamba nisaidia mimi nitakusaidia. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena, tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kicha, naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mimi mtoto wa chizi. Au wewe unapenda kumwona mkeo akiwa anateseka kwenye ile hali? Mimi najisikia vibaya mume wangu. Mke wangu, sawa, jisaidie, lakini ndo kwa mganga wa kienyeji? Sijai kuamini hilo, na sidhani kama linaweza likafanya kazi, sababu hata ukiniuliza hapa huyo mganga anapatikana wapi sijui. Sasa unaponiambia hizo habari za mganga wa kienyeji, okay, basi tafuta namna tunampata wapi, mimi sijui. Jamani mume wangu,
Wewe ndo mwanaume, inabidi upambane. Unataka tena kunipa mimi mzigo? Sio kweli wangu jamani. Unajua umeniambia kitu ambacho sijakifikiria kabisa, lakini naheshimu mawazo yako pia na huwa sipendi kuyapuuza. Hebu ngoja tulifanyie kazi hilo swala, tuone pia linawezaje kufanya kazi. Tujaribu. Sio tujaribu, tufanye. Sawa. Okay. Mimi mtoto wa chizi naumia. Dayo, nashindwa kuelewa kuwa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaamini hizo imani. Hivi inawezekana vipi kweli? Brother, kwenye hili swala nikupe historia kidogo. Mwenyewe unajua jinsi gani mimi nina elimu yangu na sifa zangu mwenyewe unazijua, na sijawahi kukaa kukueleza kitu kama hiki mpaka unafikia hatua ya kuona mimi nakwambia kitu kama hicho, maana yake kwamba nimekichunguza. Mimi mwenyewe unaniona hivi ni mhanga wa hivyo vitu, lakini sikutaka kukwambia awali. Lakini sasa ifikia hatua tuokoe uhai wa mtu. Mimi nakuhakikishia ukienda kwa huyo mtaalamu, shemeji atakaa sawa. Unajua elimu yako ndo inanipa shaka mpaka sasa. Wewe ni msomi na nilifahamu hilo. Mimi nilitarajia labda utanipa ushauri. Kuna daktari ambao umempata anaweza kumfanya mke wangu akarudi kwenye usawa, lakini unanielezea habari za waganga kienyeji. Seriously? Ndio maana nikasema leo nikwambie. Nilikaa kimya siku nyingi, lakini sasa siwezi kukuona unateketea hali ya kuwa majibu ya hiyo tiba ninayo. Unajua binadamu tunatembea tumeficha mengi sana, na ukitaka kila mmoja akuonyeshe aliyoyapitia, mwingine hutokubali hata kusimama naye karibu. Na shangaa wewe rafiki yangu umekuwa nyuma sana katika hili. Najaribu kukuelewa Dayo, lakini bado nina ukakasi. Unanithibitishia vipi kwenye hili? Kama mke wangu anaweza kupona kupitia njia ya mganga kienyeji? Yaani kiukweli mganga, nashukuru. Kwanza hata sikutegemea kama jambo langu lingeenda vile nilivyokuwa nataka. Yaani umemkomesha, umejua kumkomesha. Sawa. Sisi hatunaga kazi ya kubahatisha. Kila tunachopanga na tunachofanya ndicho kinachokuwa. Kwa hiyo hayo ni majukumu yetu. Sawa mganga, ila hakuna vidawadawa vingine ambavyo unaweza ukanipa ili aweze kupeperuka kabisa, aende toko mistuni huko mapolini, yaani asionekane kabisa, kwa sababu muda wote yuko pale nyumbani. Yaani mimi ananikera. Hiyo hamna sababu, kwa sababu mizimu yangu ikifanya hakuna marudio. Hiyo kazi itabaki, itaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi juu ya hiyo. Kama una shida nyingine, njoo mjukuu wangu. Kwa hiyo anaweza kaondoka kabisa, yaani asionekane pale hata pale nyumbani? Wakati utafika. Basi sawa mganga. Kila la heri mjukuu wangu, na kukaribisha siku nyingine. Karibu sana. Asante mganga. Sawa. Bwela tikutangatila. Bwela tivatangatila. Sawa, wakubwa nimewaelewa. Mimi nikuhakikishia kitu kimoja. Usitumie neno kujaribu. Cha kwanza amini, kaokoe afya ya mkeo. Okay. Unajua Feka, mimi sifahamu lolote kuhusiana na waganga kienyeji. Sasa sijajua unanisaidiaje katika hili. Kama nilivyokuambia, mimi ni mhanga katika hili,
na moyo wa mtu kichaka, huwezi jua kila kitu mpaka kuelezea. Mimi nitakupa hiyo namba ya huyo. Namba yake ni hapa. Okay. Mimi niseme asante sana. Acha nijaribu nione nini kitakuwa, maana maneno yako yamekuwa kama anajirudia. Sijajua Mungu anataka kufanya nini. Sawa. Haina shida. Wewe siku baki salama. We Shadia. Shadia. We Shadia. Sasa utakuwa ameenda wapi? Shadia. We Shadia. Huyu mtoto. Hatari. Yaani mtoto nimemtuma viungo mpaka saizi hajarudi na hela sijui hata ameweka wapi. Ngoja arudi atapo. Maini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya hivi wewe, yaani mimi muda wote nakutafuta, sijui umeenda wapi. Alafu nimekutuma pesa, si umepeleka wapi? Yaani wewe, mimi nimekutuma pesa yangu, umeenda si umemnunulia vitu gani mama yako, na nakutafuta mnyote sikuoni. Wewe, hivi kwa nini umekuwa hivyo? Kwa nini umekuwa hivyo? Mama, lakini nilimkuta mama amekula vitu vyote nikabidi nimlipie. Sasa naomba unisikilize kwa umakini. Kuwa tafuta pesa zako, ndio ukamtafute mama yako chizi, umhudumie, umnunulie vitu unavyotaka. Tena naomba ukome. Naomba nisamehe, sirudi tena. Wewe unajua imepatikana vipi wewe? Wewe tena koma. Pumbavu wewe. Mlikuwa wapi Shadia? Mlikuwa wapi? Maana mimi nimewatafuta kote sijawaona. Mlikuwa wapi? Unazungumza nini? Nimesikia kila kitu. maini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Toto chombo. Mke wangu, jana ilikuwa na jambo la kuzungumza na wewe, lakini kutokana na ile situation iliyojitokeza kajikuta tumeshindwa kuzungumza, lakini leo nikaona tuweze kutumia uwasa kwa ajili ya kuzungumza jambo hilo. Jambo gani hilo mume wangu? Unajua kuna wakati unanishangaza kwamba ni nabii ama ulishawahi kupitia utumishi wa Mungu. Kwa nini mume wangu? Kwa sababu kile kitu ambacho ulichonieleza, huwezi amini, rafiki yangu Dayo naye ameniambia hivyo hivyo. Wewe mume wangu kuniambia, naye amekwambia hivyo hivyo? Unajua mpaka nikashangaa, nikasema so uwe.
mke wangu atakuwa na utumishi ndani yake, ila tu anajichukulia poa. Na sio kuniambia tu, amenipa mpaka namba za simu. Ila mume wangu, rafiki yako ana moyo mzuri, yaani anapambana na wewe, anajitoa kwa kila kitu. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uonyeshe moyo kwake. Hakika Daya ana moyo wa kipekee sana. Kwa hiyo nilivyokuambia pale mwanzo kuwa ujiandae, nilikuwa namaanisha kwamba mara baada ya kuligundua hili ni njia sahihi ambayo inaweza ikamfanya mke wangu akapona, nikasema hapa tena hakuna muda wa kujivunga. Ni mguu wako mguu wangu kuelekea kwa mganga. Sawa mume wangu, inapomenifanya moyo wangu kuwa na amani. Yaani leo nina furaha kubwa. Ninyuka twende. Hakuna cha kupoteza. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Basi hakuna la ziada. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena, tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Mimi mtoto wa chizi naumia, mama yangu ni kichaa. Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kichaa. Naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mimi mtoto wa chizi naumia, mama yangu ni kichaa. Karibu. Nimeona. Basi sawa mganga, sisi kiukweli tunahitaji msaada wako. Tunaomba utusaidie. Shika hii. Shika wewe mwenye mke wake. Shika, usiogope. Weka hapo, sema maneno yako. Nini unataka nikufanyie? Sema. Fanya haraka. Wewe nimekupa, shika, sema maneno yako machache. Sema kwenye hiyo. Sawa. Mbwela nivatangatila. Mbwela sawa. Nivayuini misemo. Nivayuini. Msengwili. Nivayuini. Sasa nimesikia, nimejua tatizo lako. Mke wako ni chizi, kachanganyikiwa. Unataka apone. Umejuaje mganga? Umejuaje? Nimeona mizimu imesema, mizimu imejua mke wako ana tatizo. Sawa mganga, sasa kama umeona unamsaidiaje? Ni kweli mke wangu chizi na anahitaji kupona, sababu amepitia huo uendazimu kiasi cha kwamba anateseka sana. Usiwe na wasiwasi, tatizo lako limekwisha. Tatizo lako limekwisha na kutengenezea dawa. Hiyo dawa utaenda kumwekea kwenye maji ya kunywa, atakuwa na kunywa. Sawa.
Sawa sawa, tatizo lako limekwisha. Tatizo lako limekwisha. Sawa. Tatizo lako limekwisha. Sawa sawa. Tatizo limekwisha. Shika hii dawa, chukua wewe mwenye mke wake. Hii dawa utaenda kumtengenezea, utamwekea kwenye maji yawe vuguvugu, utamwekea awe anakunywa. Mke wako atapona. Kwa hiyo mganga, wataka kuniambia kupitia hii dawa atakaa sawa kabisa? Ya, usijali. Kwa kweli sijaga kazi mbovu mimi. Nitakushukuru sana mganga. Sawa, chukua, nenda kafanye kama nilivyokuelekeza, usikosee. Usijali, nenda. Unavyokwenda barabarani usigeuke nyuma, wala usikuongeleshe mtu, usimjibu mtu yoyote. Hakikisha unafika bila kugeuka nyuma. Mganga, au masharti yasiwe magumu? Usijali, umakini unahitajika. Mnaweza mkaenda. Sawa, mnaweza mkaenda. Mganga, asante. Sawa, msiniage. Msiniage. Mbwelae tivatangatila. Sawa, nimewasikia mizimu, watapona. Hello. Jamani, sio kwamba nakuchenga, nimekwambia pesa nitakutumia. Nimekuelewa. Ndio hivyo, kazi yenyewe mbona umefanya kidogo tu, unanisumbua muda wote. Hela jamani. Hata serikali yenyewe na madeni, takuwa mimi nimekwambia nitakutumia, afu kingine mimi ni mke wa mtu. Wewe unavyonipigia simu hivyo kila wakati, jamani, usije ukaniharibia ndoa yangu bure. Bwana, tusisumbuane kihivyo, nakwambia hivyo. Kama pesa nitakutumia. Mtu gani usielewa? Nitakutumia. Hakika Mungu atakujalia na utarudi kama ulivyokuwa mwanzo. Hilo ndio dua pekee ambalo nakuombea kila wakati, sababu nimekumisi sana mke wangu.
natamani urudi kama ulivyokuwa. Mwenyezi Mungu msaidie kupitia dawa hii ili aweze kupona. Umetuelekeza hakuna mwingine wa kuweza kutupa msaada zaidi yako. Basi fanya msaada, fanya njia katika hiyo. Baba. Unasemaje? Kuhusu Okay. Swala lako la shule nalijua na nalifanyia kazi. Subiri wakati ufike, kila kitu kitakuwa sawa. Umenielewa? Baba, lakini mimi sikutaka kukwambia swala la shule. Nitaka kukwambia kuhusu mama mdogo Michu pamoja na mambo mengine hapa nyumbani. Wewe mara kadhaa nilikuwa nakukataza kuhusiana na hayo masuala ambayo unajadili hapa sasa. Wewe unajadili masuala ya ndani humu, wewe kama nani? Lakini kwa kitu ni cha umuhimu. Nakuomba unipe nafasi nikueleze. Kwa nini usikii na utaki kuelewa? Unazungumza na baba yako. Acha yako kamdomo kako hapo. Wewe unatakiwa udili na masuala ya shule. Kwenda akafanya homework. Sinaongea na wewe? La. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Hey, Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kicha. Naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mama yangu, najua unapitia wakati mgumu sana, na mimi ninakuahidi kuwa utapona. Nakuombea kwa Mungu atakuponya. Nimemisi upendo wako mama. Mwenyezi Mungu, naomba umponye mama yangu na arudi katika hali yake ya zamani, apone. Maombi yangu naamini Mungu anasikia na atayajibu kwa wakati. Utapona mama. Kuna muda nalia, naumia. Mama, umepoteza nuru, umechafuka. Unanuka ila nikiwa nawe karibu ndio raha yangu. Mbona kama una mawazo mengi sana? Shida nini? Mke wangu, kiukweli kila nikitazama hali ya mwezio naishiwa nguvu na kukata tamaa kabisa. Sioni kama kuna dalili yoyote ya kuashiria kupona kwake. Jamani mume wangu, upasi kukata tamaa. Yaani dawa umemwekea leo tu, nategemea leo ndio ifanye kazi kweli? Kumbuka dawa sio chumvi wala sio sukari kusema kwamba itakolea hapo hapo. Kuwa na subira mume wangu. Nikwambie kitu mke wangu. Unajua dawa ni kitu ambacho kina nguvu sana. Sasa
unapompa hiyo dawa alafu usione dalili yoyote, hapo ndipo napokatishwa tamaa. Mume wangu, mabadiliko yatakuwepo tena makubwa sana tu, mimi na imani. Haiwezekani dawa ufanye leo alafu leo hii tu jambo likae sawa. Hapana mume wangu, haiko hivyo. Kwangu hakuna mabadiliko yoyote. Ndio maana tangu mwanzo mimi nilikuwa siamini kupitia hizi imani za kishirikina. Ona sasa. Nachanganyikiwa. Hamna shida, yote yataisha sawa.